Tunaanza na taarifa kwamba serikali kupitia Wizara ya Usalama nchini imekiri kuanzishwa kwa uchunguzi dhidi ya kisa cha watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi walioonekana wameficha nyuso zao wakiwa na bunduki katika uchaguzi mdogo wa Olkalau. Isaac Famba anaarifu zaidi. Tukio la Alhamisi wiki iliyopita katika uchaguzi mdogo wa Olkalau umezidi kuzua mjadala nchini, ambapo kundi moja la watu lilijitokeza katika eneo hilo likiwa limejihami kwa silaha tayari kuvuruga usalama wakati wa uchaguzi huo. Akizungumza kwenye hafla ya ibada katika eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia hii leo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa tayari idara ya upelelezi DCI imeanzisha uchunguzi kubaini uhalisi wa wahusika ambao wanahusishwa kuwa maafisa wa polisi. The Director of Criminal Investigations tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria. Murkomen vilevile amewarai wananchi kujitokeza na kutoa taarifa kwa vitengo vya uchunguzi ili kusaidia katika kuwanasa washukiwa ambao walionekana kuhangaisha wakazi. Mimi nataka kuwaomba Wakenya, kuliko tu kusema kwa mdomo, mtu yoyote mwenye ako na habari aende kwa DCI office karibu, apeane habari hiyo. Mtu mwenye ameumizwa, mungu anajua mtu mwenye ameumizwa, apeleke habari hiyo kwa DCI office ili kuhakikisha kwamba wale walifanya makosa yoyote wakiwa kitengo cha polisi ama ni wananchi wa kawaida wachukuliwe hatua ya kisheria. Mbunge wa Kiambaa John Kawanjiku, ambaye gari lake lilinaswa kwenye kamera, ameelezea kuwa alikuwa wakala wa UDA na hakuhusika katika kuzua hofu wakati wa uchaguzi mdogo wa Alhamisi juma lililopita. Sikuhusika kwa wale watu ambao walikuwa wanaelekeza ama wanafanya mambo ya gunism in Olkalau. Ni ile unaambiango wa being in the right place at the wrong time, because mimi nilikuwa nimeenda kushughulikia, nimekuwa Karau a month plus. Tuna nikichukuliwa na video nikijana ni mimi, my personal assistant, my PA and my bodyguard. Tuko watu wanne. Na kama nilikuwa naenda kuhakikisha kwamba nimeenda kuleta vurugu, nataka kufikiria kwamba niko na hekima kidogo. Ningejua kwamba in such a scenario you even don't go with your phone. In such a scenario you don't even go with your own personal car. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia.